vipi tutahakikisha usalama wa chakula. Tumeeleza tutahakikisha usalama wa chakula katika hatua kuu mbili. Hatua ya kwanza ambayo itakuwa ni hatua ya dharura. Tulisema tumefanya utafiti na kubaini kwamba katika eneo la jimbo letu la Chaani zipo kaya maskini zaidi ya 585 ambapo wananchi wake wana uhitaji mkubwa na siku nyingine wanafika hatua ya kulala njaa. Tulipoliona hilo, suluhisho la tatizo hilo, tumesema tutafanya lifuatalo. Kwanza, tutaweka akiba ya chakula cha jimbo ndani ya jimbo la Chaani. Na akiba hiyo itawahusu wale wote ambao wanaishi katika mazingira magumu, wakiwepo hawa wenye kaya maskini. Chakula hicho tutanunua sisi wenyewe, tutakihifadhi ndani ya jimbo la Chaani, na kwa sababu jimbo letu kisiasa limegawika kwa wadi mbili, kwa hiyo kila wadi itakuwa na sehemu ya akiba ya chakula hicho. Wengi hawatufahamu, na hawatufahamu kwa sababu haya hawakuyazoea kuambiwa, walizoea kudanganywa. Kwa kuwa walizoea kudanganywa, wanafikiri na sisi ni kama wale ambao wamezoea kudanganya. Sisi tunamaanisha akiba tunayoizungumza, tunazungumza ni wastani wa tani 100 kwa mwaka, ambazo zitagharimu wastani wa milioni 80 hadi 85. Hilo tuna uwezo nalo. CCM oye! Kwa hiyo hili tunalifanya kama ni hatua ya dharura, lakini ndani yake tumesema tutakuwa na mkakati wa ziada, na mkakati huo utajikita zaidi kwenye maeneo makuu mawili. Moja, kuhakikisha kwamba tunaenda kuongeza uzalishaji kwenye eneo la wakulima ambao ni wastani wa 73% ya wananchi wote wa jimbo la Chaani katika shughuli zao za kiuchumi wanategemea kilimo. Kwa hiyo nini tutafanya kwenye eneo hilo? Tutakachokifanya, tutaandaa ushirika wa wakulima wote wa jimbo la Chaani. Ushirika ambao tutauwezesha kwa nyenzo za kilimo yakiwemo matrekta, pawatila na duka la ushirika wa kilimo hicho ambalo litakuwa na pembejeo, mbolea na dawa pamoja na vitendea kazi vya kilimo vitakavyosaidia kuhakikisha kwamba mkulima anachokipata leo baada ya mwaka mmoja hapo mbele atapata mara 2 au mara 3 ya anachopata leo. Kwa hiyo hilo ni eneo moja. Na ndoto yetu kwenye eneo hilo, wanachaani tujitosheleze kwa chakula na tusiingize chakula, badala yake tusafirishe chakula. Lakini jambo jingine kwenye eneo hilo, tumelenga wastani wa kaya 6500 ziliopo kwenye jimbo la Chaani. Mwaka 2022 wakati wa sensa ya makazi na watu ya Zanzibar au ya Tanzania, jimbo la Chaani lilikuwa na wastani wa nyumba za makazi kwa maana ya household 6001. Kwa sasa na ile projection yao tunataraji wako karibu 6500. Kwetu hapa Kandwi, nilipoingia hapa kulikuwa kuna changamoto ya maji kusuasua, changamoto kila siku. Kwenye miaka yangu 5 nilijitahidi sana kadri ya uwezo wangu kwa fedha zangu mfukoni kuhakikisha Kandwi maji hayakatiki, na kwa hilo nilifanikiwa. Haijawahi kutokezea hata mwezi mmoja Kandwi akakatika maji. Muda wote mashine ikiharibika, ikileta shoti, sijui control box imeharibika, Juma Usonge pale nimefika. Mpaka yule kijana Usi amenizoea. Maana muda wote, Mheshimiwa Usonge, maji yameshakatika. Nilijitahidi sana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha wana wa Kandwi mnapata maji. Karibuni tu kulitokezea changamoto ya maji, na nikawaambia sasa hivi mimi ni mgombea, siruhusiki kufanya hivyo vitu, sababu kwamba nimeshapitishwa na chama changu na vyama vingine wote wamegombea. Kiutaratibu hatutakiwi kufanya kazi, kwanza tutulizie mpaka mtakapoturejesha tutafanya kazi. Na wahakikishia wana Kandwi, swala la maji halitakatika, halitapungua, lakini pia tuna mipango mizuri. Tukishirikiana na mwenzangu atapata muda wake, atakuja kuelezea mpango wetu wa muda wa miaka 5 endapo mkituchagua wana wa Kandwi, nini tutawafanyia kwenye sekta ya maji.